na ametuambia, tumeona pale katika Wakorintho wa kwanza sura ya 2 mstari wa 11 ya kwamba hakuna anayeyajua mambo ya mwanadamu isipokuwa ni roho ya mwanadamu iliyoko ndani yake. Umeona? Kwa hiyo mwili kamwe hauwezi kupenda mambo ya Mungu mpaka wewe umeshurutishwa kupenda mambo ya Mungu. Ndio maana katika kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari wa 5 na wa 6 anasema, kwa maana wale waufuatao mwili huyafikiria mambo ya mwilini, bali wanaofuata roho watafikiria mambo ya rohoni. Umeona? Na Warumi 8:8 anasema waufuatao mwili hawawezi kumpendeza Mungu. Kwa hiyo wewe kama unataka kumpendeza Mungu ni lazima uweze kuenenda kwa roho. Na unaenenda vipi kwa roho? Unaenenda kwa roho kwa kuichochea roho yako, kwa kuitia nguvu roho yako iweze kushinda tamaa za mwili. Na nitoe angalizo hapa. Kunena kwa lugha mpya sio kipimo cha utakatifu. Kunena kwa lugha mpya sio kipimo cha utakatifu, bali ni ishara ya kwamba wewe unamwamini Yesu Kristo. Kunena kwa lugha mpya ni njia mojawapo ya kukufanya wewe uweze kuenenda kwa roho. Sasa nimesikia mara nyingi malalamiko ya kwamba ananena kwa lugha mpya lakini mwizi, ananena kwa lugha mpya lakini mwongo. Uko wapi utakatifu wake? Sikiliza, tunaponena kwa lugha mpya tunakuwa tunazitia nguvu roho zetu. Na nikupe ushuhuda. Mara kadhaa mwanzoni nilikuwa nanena kwa lugha mpya, lakini ninapotoka nje baada ya kumaliza kunena kwa lugha ninajikuta nimeanguka, nimeongopa, nimetukana. Najiuliza nini kimenitokea? Na ninajua maandiko yanatuambia ya kwamba sisi tuliopata neema ya wokovu tusiendelee kutenda dhambi. Anasema, je, tuendelee kutenda dhambi kwa maana neema iongezeke? Hapana. Hatutakiwi kuwa hivyo. Nilikuwa narudi ndani na mlilia Mungu kwamba nini kimetokea. Na Roho Mtakatifu ndipo aliponifundisha ya kwamba hii ni mchakato. Hatutakiwi kuendelea kutenda dhambi, lakini ni lazima tuwe na ufahamu ya kwamba ni mchakato. Taratibu tunakwenda tunakuwa, taratibu tunakwenda tunaongezeka. Tutafika wakati ambapo Roho Mtakatifu atahuisha miili yetu iliyo katika hali ya dhambi, tukaweza kusimama katika mapenzi ya Mungu. Ile sheria ya dhambi inafika pointi inakufa kabisa ndani yetu. Sheria ya uzima tunaoupata kwa Roho Mtakatifu unakuja sasa, ule uzima unatawala mpaka miili yetu. Naamini unanielewa ninachokwambia. Naamini unanielewa ninachokwambia. Ni lazima tuenende kwa roho. Na kuenenda kwa roho katika njia kadhaa zilizopo nilizotangulia kusema, mojawapo ni kunena kwa lugha mpya. Kwa maana unaposoma Injili ya Yohana sura ya 4, ukisoma kuanzia mstari wa 23, anasema saa inakuja na sasa ipo ambapo waabuduo halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli. Waabuduo halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli. Ukiendelea mstari wa 24 anasema Mungu ni roho, na wao wamwabuduo yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Kwa hiyo unaona umuhimu wa kunena kwa lugha mpya. Inahuisha roho yako, inatia nguvu roho yako, na roho yako ndiyo inayojua kila udhaifu uliomo katika mwili wako. Roho yako inakusaidia. Roho yako inakusaidia kumweleza Roho Mtakatifu ambaye kimsingi tayari anajua madhaifu yetu. Na Roho Mtakatifu anaisaidia roho yako kusogea mbele za Mungu, kuweza kumweleza Mungu kile ambacho kinakutatiza. Na nielewa ninachokwambia. Kwa hiyo kunena kwa lugha sio lazima, ila kama wewe unataka kwenda viwango vingine na huyu Mungu wetu, ila wewe kama unataka kuwa na ufahamu wa rohoni, kama unataka kuongezeka nguvu rohoni, kunena kwa lugha mpya ni muhimu. Sio lazima, ni muhimu. Na ni muhimu sana. Nimekwambia, mwanzoni nilikuwa napata shida. Lakini kadri nilivyoendelea nikakuta kuna nguvu inaongezeka ndani yangu ya kuweza kuushinda mwili. Vile ambavyo nilikuwa naviona vigumu, nikaona sasa naviweza kwa wepesi.
Ndio maana mimi mwenzako ninanena kwa lugha kwa kadri Roho Mtakatifu anavyonipa kunena. Maandiko yanasema katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 4, aliwapa kunena kadri alivyotaka yeye, alivyowajalia kutamka. Kwa hiyo kila ninaposikia msukumo ndani yangu ya kwamba nena kwa lugha mpya, ninanena kwa lugha mpya. Na kadri unavyoendelea unafika hatua unakuwa sasa na ufahamu wa kwamba unachokiongea ni kitu gani. Kwa hiyo nikutie moyo, anza jinsi ulivyo. Anzia hapo ulipo. Anzia hapo ulipo. Rikata mano sakaba. Rikata zile la kite kene mari bakita. Ya zegedori. Ya mando tuladoja kanamo seki. Bande rikoba kamasu ataya rinde. Rikabajagime na mori bataya. Zazize sekepa ragana. Ya mando rikoba kamaru. Ya dena riakatamo reboshi. Azire sakaba. Manto rikoba sute ni gama rekiba. Yando sakama gineraba rakata menegabo siki. Ya zagado ura manga biragado useke na ya barikanta. Beneraba rike shande bayeka. Namna hiyo. Na nikueleze, nikutie moyo, nimeona nikibadilika. Nimeona nikibadilika. Nimeona nikipanda ngazi. Nimeona Mungu kwa neema yake akinipeleka viwango vingine, kwa maana si kwa uweza wala si kwa nguvu, bali ni kwa Roho wa Mungu. Tunawezeshwa tu na Roho Mtakatifu. Lakini Mtume Paulo anatuambia enendeni kwa Roho, hamtozitimiza kamwe tamaa za mwili. Sasa mimi sijui wewe ndugu yangu wapi unapokwama. Mimi sijui ndugu yangu wewe wapi unapofeli, lakini nakuombea leo kwa jina la Yesu Kristo, karama ya kunena kwa lugha uipokee sasa. Pokea karama ya kunena kwa lugha. Roho yako ikahuike. Roho yako ikapate nguvu. Roho yako ikaweze kutawala katika mwili. Maandiko yanasema dhambi isitawale ndani yetu. Ni Roho Mtakatifu anayekaa kwenye roho yako anayeweza kukuhuisha namna hiyo. Uwe na siku njema. Mungu akubariki. Lakini simalize pasipo wewe ndugu yangu kunisikia. Hivi ndivyo ambavyo Roho Mtakatifu amenijalia mimi kutamka. Basi kanigama kiri. Rakamando rikoba kama sue tamayava. Regina mase kobariaga danaji kabara. Levejina sakiba manteri. Korima magidaye. Ebene sagibaya. Amando rikoba. Komara dajina sefere basa. Yamara basende kabarieke. Amajina sokiba mante gabara raparadoja kena yazize sagiba baradeji arema azika bayande ziza namara bagadino sukaba yaderina akatamara bando ziza gagina gabere sogibai yamangado zegebe razize verenojika paradeza irimande koba zazize sogibarando yamara gadagina zeriboi abara rajiga gamara mando sikaba zenu barade arakintare bagina kabare doji kabara yazide zuberi karande baredi aribe dere bajika mayaba sute namara baragina gade erima ragaya kasine mayata rabajika namara raketa remano sakiba. Uwe na siku njema. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Damu ya Bwana wetu Yesu Kristo iendelee kukufunika. Na uweza na nguvu za Roho Mtakatifu zikufunike. Panda viwango vya kunena kwa lugha mpya katika jina la Yesu Kristo. Uwe na siku njema na kupenda na sijawacha kukuombea kila kuitwapo leo. Shalom.